Ni Mlimani City ambapo leo inagongwa miaka 30 ya Bongo Flava, na mmoja kati ya wadada wazuri wa muda wote kwenye filamu za Tanzania, huwezi kukosa kulitaja jina la Jacqueline Wolper, mkali kabisa, na siku ya jana walikuwa na jambo lao kubwa sana A-list. Hongereni sana. Thank you so much. Asante. Tuongelee miaka 30 ya Bongo Flava. Leo baada ya kuitazama hii show, ni vitu gani ambavyo unavikumbuka, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya watu ambao umekuwa kwenye muziki huu? Mimi nakumbuka bata letu la Bilkanas. Maisha Club. Yes. Mimi mpaka Maisha Club inaungua mimi nipo. Yeah, kwa hiyo nimefanya sana bata, nimefanya starehe, yes. Ni mwanamuziki gani ambaye kakufurahisha, kakonga mioyo yako leo? Mimi bwana sijakaa, nisikufichi. Mimi sijakaa. Watu wote nimewafurahia, watu wote nimewapenda kwa sababu muziki yote nilikuwa naipenda. Yaani kiukweli mimi napenda muziki. Kwa hiyo muziki mingi sana naipenda. Kitu gani kimekukumbusha zamani? Nimekumbuka Mr. Blue. Nimekumbuka pia Matonya. Sasa ngoja nimuongelee Matonya. Matonya ilikuwa Bilkanas. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa mbele pale. Unajua show ni saa 5 unaenda saa 1 au saa 12. Mapema ili uwepo pale. Ili Matonya aone kama wewe ni shabiki yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa niko pale mbele. Yaani nimekaa pale mbele. Alafu sasa kumbuka kipindi hicho mimi niko vizuri, niko na gari inaitwa Selika. Nilikuwa na Selika, niko vizuri, yani ni boss lady, yani na chawa wangu wa kutosha yani. Ya, nilikuwa na mdogo wangu anaitwa Balaa, ndio nilikuwa naye. Huyo sasa ndio alikuwa ananiharibu kwa sababu unajua mimi nimetoka kidogo kwa familia fulani ya kuchungwa sana. Kwa hiyo nikaja nikafundishwa mambo ya klabu na yeye. Yaani sasa yeye ilikuwa ni neno moja tu, akisema namsikiliza. Unaenda kubaluza Club Bilkanas. Tunaenda kubaluza, akiniambia leo tunatumia shilingi fulani, mimi sasa hamna shida. Sina majukumu, sina biashara, ila nina hela. Si unanielewa? Ni tukio gani unalikumbuka ukiwa ndani ya Club Bilkanas kipindi hicho? Mimi nilikuwa nakaa pale mbele, napiga sana shangwe, nasubiri nani anione. Matonya. Yaani nilikuwa nasubiri Matonya nione. Of course HK kipindi cha HK ananijua sana, ndo hyper namba 1 Tanzania. Sijui wapi, yani HK alikuwa anabaluza sana. Kwa hiyo kiukweli kabisa mimi nilikuwa na kula sana bata hivyo. Sasa kipindi hicho mimi nakula bata sinywi pombe. Mimi nimechelewa sana kujifunza pombe. Kwa hiyo nilikuwa nakunywa bata, kwa hiyo nilikuwa yani ninaupenda muziki. Unajua watu wasiolewa wanaenjoy sana muziki. Show hii imekukumbusha mambo mengi sana ya zamani. Yes, lakini ukiwa pia shuleni sisi tulikuwa tunavaa magwanda blue. Kwa hiyo nilikuwa ile Mr. Blue sijui nini natafuta gwanda la blue. Sijui kila kitu cha blue, afu naanza kuwaimbia, wanacheka. Yaani kama vile walivyokuwa wananifanya, yani kama vile nilikuwa najua kwamba mimi nitakuja kuwa star na nitaanza kuchekesha watu na kufurahisha watu, you know. Yeah, kwa hiyo nilikuwa yani navaa vile afu naanza kuwaimbia yani nyimbo ya Mr. Blue yote, mistari yote naimba. Kwa hiyo kiukweli watu wa zamani nawapenda, hata wa sasa of course. Mimi napenda muziki kwa ujumla. Na marafiki zako, kati ya marafiki zako ambao mpo kwenye A-list, nao wamekulia kwenye muziki, hususan Kajala, kipindi kile ambacho yuko kwenye mahusiano na baba Paula, au sababu kwa maana P-Funk Majani. Tena yeye ndo anapenda muziki na anatuzidi sana kwenye muziki. Yaani hata hapa mimi nilikuwa namchelewesha kuja huko. Sababu nimekuja na gari yake. Yaani alikuwa anaona kama anachelewa kuja kusikiza muziki wa zamani. Wakati mnaingia alikuwa anasemaje? Tuko tunachelewa na hivi kulikuwa kuna foleni. Alikuwa haelewi, yani ana mind. Mpaka tumefika hapa ka enjoy, mpaka sasa hivi yuko ndani. Yeah. Hongereni sana. Jambo lenu la jana limekwenda sana. Ni kitu gani ambacho umekifurahia wewe baada ya kukamilisha ule utaratibu wenu kama nyinyi na mambo yenu yanaanza rasmi? Mimi nimefurahia kwa sababu jana kuna baadhi ya watu na watu wengi sana walikuwa hawaamini katika sisi. Walikuwa hawaamini kama tunaweza hata tukawa na hicho kipindi na kikakamilika na tukaweza kuwa pamoja, Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mungu, na bado sijamshukuru vizuri. Nina nafasi yake, nitafunga kwa ajili ya hicho kitu. I'm so happy, so excited kwa sababu sio tu kuexpose vitu vyetu, lakini pia tunaenda kuwajulisha mashabiki zetu ukweli wa maisha yetu. Hicho tu.
Watu wengi wanawapongeza kwamba ni wanawake ambao mna watoto wenu, lakini bado mnaonekana kwamba kama ni watoto wa 2000 fulani, yani kama ni wanawake ambao mpo standard sana. Ni kitu gani silaha yenu kubwa ambayo inawafanya muendelee kuwa warembo wakati wote? Actually mimi naamini ni kujitunza tu, ni kujitunza na kutokuhangaika. Sasa watoto siku hizi bwana wamezagaa sana. I'm sorry to say this, but nawapenda, ni wadogo zangu, lakini wasizagae sana. Wanaume hawapendi hivyo, you know, na ndio maana wanabaki kwa mashangazi.